Amu TV, the stories behind the scenes. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحوم على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شاء الله تعالى mivingo iliyofikia tumebakiwa na sura 9 katika juzu amma. Tutajitahidi tuweze kuzimaliza zote 9 leo inshallah. Kesho Juma tutapumzika, tuko na darasa mfuma Juma, tutakwenda katika sura al-Fath kutimiza moya katika maombi ya baadhi yenu waliotaka tumalizie kwa tafsiri ya sura al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Hii itakuwa ni yetu ya Juma ama Jumamosi. Sura iliyotangulia ya hii liilaf ni Alam Tara, na Alam Tara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakumbusha mushrikina wa Maka, Makureshi, moja katika neema zake alizowafanyia kwa kulirudi lile jeshi kubwa waliokuwa hawana namna kupambana nalo la Abraha kwa njia zake mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala na kimiujiza. Kabla ya waqia hii ya alfil ya ashabu alfil, Makureshi katika jamii ya Waarabu walikuwa wakiheshimiwa mno na wakizingatiwa sana pamoja na ushirikina wao, kiasi kwamba walikuwa watu wakipambana na misafara yao ya kibiashara hawaidhuru, hawaivamii, hawanyang'anyi, kwa kule kuheshimu kwamba hawa ni majirani wa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni Al-Kaaba. Hii ilikuwa ni bahati moja katika bahati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha wa Makureshi kuheshimiwa na kupendwa na watu walikuwa wanaozunguka. Kwa hiyo wakawa hili likawapekea wana na maisha ya utulivu katika miji yao, kinyume cha hali ya Waarabu majirani zao ambao walikuwa hawana amani. Watu ni Waarabu kama wao kabla ya Uislamu walikuwa ni mtu ni mume nguvuze, mtu ni upanga wake, kihitajia lolote wala kumvamia yoyote kamshika kana kamfanya mtumwa kafanya atakalo ya na ilipotokea hii ni waqia ya ashabul fil, ile hadhi yao ilizidi kuwa kubwa, yani ikaenea habari kwamba kumetokea kadhaa kadhaa, basi hawa si watu wa matezo, hawa si watu wa kutezewa. Ikiwa kumekuwa namna hiyo, basi itazidi ile kupewa ihtirami na heshima na majirani zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii, sura Quraysh,
atuambia liilafi quraishin ilafihim. Hawa makuraishi, yani ili waendelee na ile mazoea yao, Mungu walikuwa amewasaidia, amewapa, ambayo ni ila rihlat ash-shita'i was-sayf, mazoea yao ilikuwa ndio ada yao. Mji wa Maka na pambizo zake ilikuwa ni jangwa, hakui kitu, hakui mmea wowote uchukieo. Lakini Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alipojenga ile Kaaba, alimwomba Mwenyezi Mungu, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahum min ath-thamarat. Kamuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi, huu mui ambao mimi nimeafikiwa kuisimamisha na Kaaba, naomba ujalie ni mui utakaokuwa na amani, kinyume cha wengineo wale karibu na pale. Kisa situ baada ya kutangulia amani, warzuqhum min ath-thamarat, waruzuku matunda. Mahala hakuna miti, hakumei kitu, lakini yeye huomba Mungu awapekee matunda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katakabali dua yake, akawafanya Makureshi watarazak maisha yao ya kibiashara kusi na kaskazi. Hawana msimu wa biashara, kusi ndio upande hunu, kaskazi ndio upande mwingine. Mwaka mzima wana nafasi ya kazi, wakipata kila ambacho wanachohitajia. Na wakati wa hija, kama tulivyoona, hija ilikuweko kabla ya Uislamu kwa nyaka nyingi, watu wakia kutoka sehemu mbalimbali wakia na kile ambacho hawa wenye kuiliwa wakitaka, wakihitajia. Kama hawana dhiki, hawana dhiki ya usalama, wala hawana dhiki ya ndani. Mwenyezi Mungu hata akawakumbusha neema hizo mbili, ilafihim, mazoea yao ya biashara zao, rihlata shitai was-sayf, msafara wa kusi na msafara wa kaskazi. Sasa neema kama hizi ambazo Mungu amewapa, ilikuwa hao wastahiki sana wao wamwabudu huyu Mungu ambao amezowapa neema hizi. Lakini kinyume cha hili cha hayo, wao walikuwa ndio washindani wakubwa na wapinzani wa kuongoza kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafaliabudu rabba hadha albayt, na wamwabudu basi wao Mungu wa nyumba hii, yani Rabbil Kaaba, ambao katika neema alizowapa, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, aliwasahilishia maisha yao, wakawa kwao hakuna ndaa, pamoja kwamba ni watu waishi sehemu za majangwani. Na la pili jambo, wa amanahum min khawf, akawapa amani, wakawa hawana hofu, hawana kicho katika kuishi kwao ndani ya mwili wao na hata nje. Wakitoka safarini kwao, watu waliwaheshimu na kuwalinda na kuwasaidia kwa kila wawezalo, tu kwa ajili ni majirani wa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ilikuwa imestahiki mno wao watambue hili. Alipotumilizwa Mtume salama, ilikuwa imekelea mno wao wawe ni watu wa mwanzo wa kumwamini Mtume salama na kusimama naye. Lakini kinyume cha mambo alikuwa ni kinyume cha hayo. Na katika neema kubwa ambazo kila mtu huzitaka duniani ni mtu apate salama ya kuwa na kula na kunywa na awe na amani. Haya ni mambo mawili ya msingi. Mtu asipopata hayo, kwa mengine kwake hayana umuhimu mkubwa. Lakini ukiwa umekosa hayo, hata ukawa na mali gani, huna raha na ile mali yako. Unayo mali tele, lakini huwezi kukula, una chakula kwa kia. Una kila kitu, chakula cha kukuzidi, lakini hakuna amani unapoishi. Hofu saa zote, ruhu mkononi, huwa huna raha ya neema zile zingine ulizonazo. Kwa mtu akiwa amepata amani na amepata cha kuakia, huonekana kwamba ulimwengu wake wote umeweza kumkamilikia. Watu waenda mbio usiku mtaana kuzengea hizo. Kwa wewe Mungu umekuegeshea kwa kadiri yako, una amani, una usalama na huna shida ya dhaa ya ziada, basi takamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio Surat Quraish, ambayo ni baadhi mfurena, ni kama kielelezo cha kufuatia surati iliyopita, Surat al-Fil. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awataia neema zake nyingine alizowapa Makureshi. Sura ifuatayo, Surat al-Maun, hii yafafanua jambo moja ambalo wengi watakapolifahamu, nalo ni kwamba Uislamu, hii dini ya Uislamu
kama nilivyokuambia, udkhulu fi silmi kafa, giani katika kusalimisha, kuandama na kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu kwa jumla. Ni mambo yamevaana, yameshikana. Kuna mambo ya ibada maalum, swala, saumu, zaka, hija, na kuna mambo mengine ni mambo ya kijamii, si mambo ya ibada lakini ni ya kijamii. Kwa sampuli nyingine ni aina ya ibada. Kwa sababu utakuta kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu anazungumzia wale watakaokuwa motoni watakapokuulizwa, ma salakakum fi saqar, jambo gani lililowasababisha nyinyi kutubukia katika moto wa Jahannam? Jibu lao litakuwa namna hii, lam naku minal musallina. Huko ulimwenguni tulikuweko sisi, hatukuwemo katika wale wenye kuswali, la kwanza. Lakini la pili, walam naku nut'imu miskini. Sababu ya pili kubwa iliyotuweka hapa ni kwa kuwa duniani tulikuwa hatuwalishi maskini. Walam naku nut'imu miskini. Utakuta hapa kuswali ni sababu moja ambayo ni ibada ya mtu khasi, lakini kuna na hili la pili ambalo ni kutowalisha wale maskini wahitajio kulishwa, kusaidiwa kula. Utakuta Uislamu namna hiyo, si tu mtu anaweza kuwa ni mtu ni 5 salawat lakini kama upande mwingine hawajibiki, itakuwa bado hayawa Muislamu kama itakikani wao. Mwenyezi Mungu auliza hapa, araaita alladhi yukadhibu bidini, wa huwa wewe wamtambua ni mtu gani ambao sokuwa aswamini hii dini? Neno dini hapa la tafsiri mbili, moja dini hii ya Uislamu, ama dini ya kufiwa yaumu dini, ya aswamini kiyama, aswamini kiyama. Huyu sasa utasikia hizi sifa Mungu anazozitaya za mtu aswamini hii dini. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, moja katika alama na ishara na dalili kubwa za mtu kwamba yeye si muumini wa dini ya Uislamu sawasawa. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, ni yule amsutao yatima. Kumsuta yatima si kuswali wala si kufunga wala si kutoa zaka wala si kwenda hija, ni jambo mbali. Lakini utakuta kukosekana hilo kwa mtu, amehesabiwa ni mmoja katika wasioamini imani ya kisawasawa ya hii dini ya Uislamu. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, alama yake kubwa ya kwanza ni yule ambaye utamuona yeye hamjali, hamthamini yatima. Kinyume chake, yad'u al-yatim, kumsuta na kumsukuma ule yatima, yani hako tayari kumsaidia, ambao ni sehemu katika jukumu lake kwa kadri yawezalo. Na lingine la pili, wala yahungu ala ta'amil miskin, huku kwanza humsuta yatima, hana haja naye, hata ikiwa haiyambo hamnyang'anyi chake, lakini na chake hampi. Wala yahungu ala ta'amil miskin, ila yake ya pili ama sababu ya alama ya pili kwamba yeye haamini imani kikamilifu ya Uislamu ni kwamba wala yahungu ala ta'amil miskin, hahimizi, hatilii maanani jambo la kumlisha maskini. Yani Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mipango yake na kwa hikma yake na kwa kutaka kuwapa watu mitihani, ameumba watu namna hiyo. Ameumba watu sampuli mbalimbali katika muhimu moja, kwenye jamii moja. Wako watu waiwezao, wamewatosheleza haja zao na ziada, na wako watu ni sitrul hali, na wako watu ni matini zaidi, ni wale ambao wahitajia kushikwa mkono na wengine wawasaidie kwa sampuli mbalimbali. Sasa hawa nao wana haki la Waislamu, na Uislamu wa mtu haukamiliki ikiwa hakupambika na sifa hizo. Wala yahungu ala ta'amil miskin, wala hahimizi yeye, yani yeye hana, lakini hata kama huna bado una jukumu la kumshughulikia umaskini kwa njia nyingine, njia ya kumuhimiza mwenye nacho, kumtanabahisha, kumchaia, kumwambia kwamba kuna fulani una hali nzito kadha kadha, basi ikiwa utaweza kumsaidia, msaidie naye. Hilo pia ni jukumu lako. Huna wewe kabisa, pengine wewe naye ni jora moya, lakini tofauti wewe moyo wa mtu ambao lao kimdokeza aweza kufanya kitu ule ahitaji kufanyia kitu.
wala yahudhu ala taamil miskin, hata kule wewe huna, haikutoi katika masuhulia wala haikuondolei lawama, huna lakini wamjua mwenye nacho, ni wajibu wako ufanye kadiri uwezao, ili yule mwenye shida na mwenye mashakili ya kweli kweli, si mashakili ya kuyazengea wenyewe, mashakili ya kweli kweli ambao hakuyataka hakuyapenda, lakini ameikuta huko ndani yake, hawezi kusaidika. Wala yahudhu ala taamil miskin. Jambo la pili ni hilo, baada ya kwamba yeye kwanza yad'u liyatim, na la pili wala yahudhu ala taamil miskin. Ndizo ishara mbili ya madalili mbili kubwa Mwenyezi Mungu alizitaya mbele, kwa kuwa huyu haamini imani sawasawa hii dini, au haamini hiyo siku ya hisabu kwamba kuna na malipo, akiwa kufanya mazuri talipo mazuri, na akiwa katenda maovu talipo maovu. Fawailu lilmusallin, kisa mbele awazungumzia matuzungumzia wenye kuswali, na fawailu lilmusallin, adhabu kali ni wenye kuswali. Wakati mmoja kulikuwa kuna mtu mmoja ni mlevi, yani mlewa sana, basi haswali na yeye, akanasihiwa na mwende kwamba bwana, angalie Mungu kwenye Qur'ani hakunena fawailu lisakirina, yani adhabu za walevi, amenena fawailun lilmusallina. Ni baadhi ya watu kufanya namna hiyo, tukua neno ama kipande cha aya kwa huja ambayo yuharifuna kalima an mawadhi, wakageuza muradi wa ile maneno katika kwingine. Hii fawailu lilmusallina ni onyo kwa wenye kuswali swala zisizokamilika, isiyokuwa na athari, lakini imetukua hapo, mikoma hapo tu, fawailun lilmusallina, adhabu kali za wenye kuswali. Kwa hivyo nyinyi mswalio ndio wenye adhabu, sisi walevi hatukutaika hapo. Ni wako baadhi ya watu namna hiyo ya fawailu lilmusallin, adhabu kali ni wenye waswalio, wani waswalio si wote, alladhina hum an salatihim sahuna, waswalio wale ambao katika swala zao wao waghafilika nazo. Wanazuoni wa tafsiri wana tafsiri mbili kuhusu kughafilika na swala. Moja unena yani hawana nidhamu na swala, uswali kwa mudi, ikiwa tokea kuswali uswali, kipata mashughuli katiti, wana kipindi kitapita cha kwanza cha pili, hana habari, yani hana ihtimami, hana hamu ya kwamba kila siku na zipindi zitano nataka niswali kila kipindi. Pale hapo hana shughuli ya kufanya, nipita msikitini watu tangia naye ataswali, hiyo na yangu limemshughulisha, haina umuhimu ile swala. Hii tafsiri moja, alladhina hum an salatihim sahun, wale waswalio lakini wao hughafilika na zile swala zao. Hii ni maana moja. Maana mengine, alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao wao na zile swala zao usahau kazi ya swala ni ipi kwake yeye. Mungu aliwaambia inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Lengo kubwa la swala, mbali na kuonesha utiifu wa mja kwa Mola wake, ni kwamba swala iwe ni sababu ya kumkenga mtu na kumwepua anil fahshai wal munkar, mambo yasiyofaa. Kule kuswali kwako kwatakikana kuwa ni sababu ya kuhifadhi wewe na kuenda kufanya kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe ukiwa huswali 5 salawat, lakini athari ya swala kwenye maisha yako haiko, haina athari, kuswali tu mfano wa robot kimset kwa namna unataka wewe taswali, kimsakumwekea saa kadhaa nataka uswali, isikilia tasahadhini taqimu taswali kama swala takikaniwa, lakini haina athari yoyote kwake yeye, haina athari, uswali haisi kufanya yoga, ni vile namna ambao utakapompeka. Kwa hivyo ukiwa wewe ni katika watu ambao huswali, yani waswali, neno huswali utatiza Kiswahili, uswali yani utaki uswali ama uswali waswali, sio kimwambia mtu fulani uswali yani utatiza maana. Kwa hivyo alladhina hum, wale watu ambao wao an salati, na zile swala zao waziswali wao, zile swala zao sahuna, wazipuuza ama waghafilika nazo, ima waghafilika nazo
kwa kutokuwa na ihtimami nazo kuswali kila wakati wa sala, ama ghafilika nazo kwa kutotumia kwa kutotimiza yale matakwa yatakikani wao kwa mwenye kuswali, ya iwe sala yake ni ile sala ambayo inna salata tanha anil fahshai wal munkar, mpaka mwisho wa aya. Au kauli ya tatu, alladhina hum an salatihim sahun, yani yeye uko ndani ya sala apitwe na kipindi, lakini aweza kuingia ndani ya sala mpaka katoka, moyo wake hauko. Yani uswali kiwiliwili, uswali funga swala karuka yote kama watu tunafanya, lakini moyo wake hauko pale ndani ya sala. Na hii ndio ile maana ya hadithi Mtume alituambia, innama yataqabbalu Allahu salata ahadikum biqadri khushu'ihi fiha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutakabali, yani huipokea na ataikubali sala ya moyo wenu kwa kadiri ya khushui yake ndani ya sala. Ni kule kuweko kwake ndani ya sala, ile fikra yake wakati uswali hiyo ndani ya sala toka mwanzo mpaka mwisho ndio takikani wao. Na ingawa hili si rahisi kwa mwanadamu, mwanadamu ni dhaifu. Wakati mwingine kutoka Sayyidina Umar alikuwa kinena, mimi wakati mwingine ndani ya sala huwa niko ni wandawazita, yani yeye uswalisha watu huku akili yake iko kwenye zita, kwa upanga tutakuwa hiye tunakwenda hii kutokea mwana, lakini pale utanabahipo iko kote urudi kwenye sala mpaka utakapokuzoea. Ukijitahidi kisa mwisho wako utakuwa ni mazoea kwako. Ukiingia kwenye sala utasahau mambo mengine yote ande hata hayatakupita. Lakini ikiwa waswali lakini huna khushui, basi utakuwa ni wale waswalio kuipiga na makanda. Na Mungu atuhifadhi, atusaidie tuwe katika wale ambao swala zao ni khashiin, ili tuseme mambo yetu tuyafanyayo na taabu zetu zisende pepe. Alladhina hum yuraun, lingine la hawa waswalio swala hizi ni wale waswalio yurauna, kuonesha tu, fashion tu. Yani watu uswali na mimi uswali, watu enda juma na mimi kwenda juma, namna hiyo. Lakini ile hakika ya ile ibada na haipo katika nyoyo zao. Alladhina hum yurauna, waswalio tu wapate kuonekana uswali, basi hilo tu lilofanya watu. Kisa na ila nyingine walionayo kuonesha bado hawayaamini imani kisawasawa kama itakani wao hii dini. Wayamnauna almaun, na waasa wendani wao kwa misaada mitoto. Mauna ni za kawaida ambazo watu huwazimana. Mtu majirani za kwenda kuwazima kisu, kuwazima mbuzi, pengine kuwazima msumeno, kuwazima nyundo, sio namna hiyo. Hata zile pia mtu huona uzito kumwazima mwendani wake. Ikiwa zitoto kama hizo huona uzito, bila shaka makubwa ya kutoa za maana na za kweli kweli kwa kieta kwa ni uzito zaidi. Hivyo yani kama nilivyotangulia kulena kwamba huu Uislamu si shairu taabudia peke yake, si kuswali tu na kufunga na kwenda Maka na kutoa zaka ndio basi mizaa. Hizi Mtume anatuambia ni arkanul Islami, ni nguzo za Uislamu. Lakini kuna mambo mengi mengine ni dharura katika nguzo, kama nyumba yahitaji msingi, yahitaji nguzo, lakini yahitaji pia kuwa na madirisha na milango, kutaka kupigwa rangi, kutaka kadha mambo mengi kuikamilisha ili iwe ni nyumba kama nyumba atakao watu iwe. Kwa hivyo na Uislamu namna hiyo. Kuna mambo mengi mengine ambayo sisi labda huyaona si katika dini, haya na dharura kwenye dini, lakini sio yale ni katika ndani ya dini. Na mtu akiyakosa hayo, itakuwa Uislamu wake umeingia dosari kubwa kabisa. Sura ifuatiao ni katika zile sura fupi za Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu hata hii ni sura maalum ya Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu kama tulivyoona katika sira yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa vijana wa kike na wa kiume. Vijana zake za kiume hawakuishi kwa hikma yake Subhanahu wa Ta'ala. Labda kama aliishi atakapokufa alikuwa basi sasa babake amekufa, mtume ni huyu mwana, alikuwa kama namna labda Allahu aalam. Lakini kwa hikma yake Mwenyezi Mungu alimpa wana wa kiume Qasim, Abdullah, Ibrahim, lakini hawakuishi. Wana wake waliishi alhamdulillah. Sasa kwa wale Maka, wale watu wa Maka wakati mtume alipotoka,
walikuwa wakimwangalia kila jambo kumtia dosari, kumtia doa. Wakamwandika ina, huyu ni abtar. Abtar ni mtu ambao hana kizazi, na kwao kuwa na kizazi ni kuwa na vijana wa kiume, ndio yani utakuwa una kizazi. Ukiwa na vijana wa kike hata 100 watakuhesabu huna kizazi, maana yake wataka kuzaliwa na wale wano, hawatanasibishwa na wewe, watanasibishwa na ukoo wa baba zao. Wakawa humtuna kwa hilo, wewe ni abtar, ukisha kupomoka hakuna mwingine, jina lako ndio limekwisa, utotaika tena, utojulikana namna hiyo. Na kwa mujtama wa mushrikina wa Arabu hasa, jambo la mtu kwa vijana za kiume lilikuwa ni jambo lenye uzito mno, yani ni jambo kubwa sana, na ukikosa umepungukiwa mno. Walikiona hiyo ndipo Mwenyezi Mungu kwenye aya akatuambia yahabu liman yashau inatha. Mwanzo akaanza na wanawake kabla kutamnaki, alijua kwamba wanawake ndio dufu kwa mitazamo ya wale watu wa Maka au Washirikina kwa jumla. Kwa hivyo akaanza na vijana wa kike, yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukura au yuzawiju dhukurana wa inatha, mpaka mwisho wa aya. Sasa hili neno likawa mtume mwanadamu pamoja kwamba ni mtume mdara mahala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia aya sura hii fupi kumliwaza na kumpumbaza na kumwambia kwamba hayo maneno yasikuathiri, sio namna wanenao hao. Akamwambia inna a'tainaka al-kauthara, sisi yani Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, tumekupa wewe al-kauthara. Kauthara imetokana neno kathir. Kathir ni nyingi, na tumekupa neema nyingi zisizohesabika. Miongoni mwa hizo wewe ndiye mtume. Miongoni mwa hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataikila na wewe. Mtu hawezi kuwa Muislamu mpaka akubali kwa jina lako litaye, aswalio lazima, yani neema kadha wa kadha. Miongoni mwa hizo ni mto wa Kauthar. Ni baadhi mufassiri wa tafsiri hapa, Kauthar ni jina la mto peponi, utakuwa ni mto maalum, hatapoa mja mwingine ila Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunavyoelezwa ni kwamba yoyote atakao kupata tama la mto hono, basi maisha yake hatoshikwa na nyota tena. Mungu atujalie nasi tupate hilo tama. Kwa hiyo sura hii ufupi wake wote ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humliwaza mtume wake sallallahu kwa ile maneno alikuwa akiambiwa na zijembe alikuwa akipigwa nazo za kuambia wewe ni abtar, yani una kizazi, kisha kuanguka mambo yote yamemalizika. Inna a'tainaka al-kauthar, tumekupa neema nyingi sana. Kwa hiyo wewe sishughulike wala sitie akilini ona upuzi wao wakwambiao, si kweli hayo. Ukizingatia utaona una neema nyingi nyingine amekupa. Fasalli li rabbika wanhar, la kufanya wewe mswalie Mola wako kwa kushukuru neema mbalimbali zilizokupa. Wanhar, na pia utinde kama moja aina ya ibada ambazo Waislamu watakazifanye za khiari au wakati mwingine za lazima kutinda. Kuna makosa fulani katika hija mtu akifanya ambiwa fidia yake ni kutinda. Inna shani aka huwa al-abtar, kwa hakika wale wenye kukutia kasoro hiyo kwamba wewe ukisa ndio umekwisa, huna maana, wao ndio watakao kukatika, hao ndio watakao kukatika. Na hii imethubutu toka uhai wa Mtume sallallahu, wote wale waliokuwa ni zitwa za kumkera na kumwandama na kumuudhi, hakuna wakumbuka. Labda ukasome tabati adano utamkumbuka Abu Lahab, lakini hakuna wakumbukao wote kama kwamba hawakuweko ulimwenguni. Lakini sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akumbukwa na kupendwa na mamilioni ya watu ulimwenguni mpaka kiyama. Ataendelea kuzidi kupata wafuasi na kuzidi watu kumkumbuka na kumtaja kila wakati. Haipiti dakika na lake lisitahiki ulimwenguni. Lakini wale wote wengine walikuwa kumkabili na kumkatia maneno kwamba wewe ni una mwana una kadhaa, ukikoma mwekoma, ndio ambao wamesahauliwa, kuna wakumbuka tena. Hii kwa sura kumliwaza Mtume sallama na kumkumbusha, na hii ndio inatakikana kwa mwanadamu. Ukiona umekosa hiki, kumbuka mengine mengi Mungu amekupa. Ukiangalia wewe tu mwili wako una neema tumbi ndima ambazo ndani wako wengine uzimizia mate hawazipati. Mungu amekupa. Mtu atakaye ni mja wa shukrani
fasalli li rabbika wanhar. Kwa hivyo kumbuka neema nyingi Mungu aliyokupa, uswali kwa ajili yake na pia ufanye ibada ya kutinda. Inna shani'aka huwal abtar, kwa hakika ule mwenye kukwambia wewe utakuwa ndio umekatika kuisha lako kifa, ndiye atakayokukatika ni yeye, si wewe. Sura ifuatiao nyingine ni sura ambayo inatuonesha msimamo wa Uislamu kutoka mwanzo wake. Uislamu ulikuwa hauna kucompromise katika swali hili la tauhid, baina shirki na tauhid hakuna. Mambo mengine yalikuwa uzungumza uweze, lakini hili hakukuwa na kutokuwa taratibu. Baadhi ya ahkam sheria imezichukulia hatua katika taratibu. Mfano, kuharamishwa khamri ilikuwa muda mpaka khamri kupigwa marufuku, masala ya zina mengine. Lakini mambo ya tauhidi na shirki hakukuwa na matezo ndani yake, ilikuwa moja kwa moja mapema imekuwa mpaka baina shirki na tauhidi. Sasa hii sura, kuna wakati Makoreshi walipoona Mtume sema ukezene kulingania Uislamu na upata watu kumwandama kwa wachache, walimwendea akamwambia Muhammad, sisi tuna suluhisho. Suluhisho gani? Suluhisho letu tukubaliane, mwaka mmoja wewe ungie kwenye dini yetu, mwaka utakaokuwa sisi tutaingia kwenye dini yako, tutabadilishana mwaka kwa mwaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakungoja Mtume akamletea jawabu kwamba qul, nena Muhammad, waambie hao waliokuya na hilo pendekezo lao, waambie qul ya ayyuhal kafiru, enyi makafiri, wazi enyi makafiri, la aabudu ma mimi kwa sasa hii yao siwezi kuabudu mwabudu nyinyi, yangu mimi na nyinyi kwenye haya ni mbali baina samai wala, kuna namna ya kukubaliana suluhisho la katikati baina shirki na tauhidi kabisa kuna. Wala antum abiduna ma, wala nyinyi kwa hali hiyo mlionayo ya ushirikina wenu hamwezi kumwabudu mwabudu, hatukubaliwa atutumwabudu Mungu na upande mwingine huku tuna miungu yetu, haikubaliwi kabisa. Wala ana abidu ma abadtu, wala mimi sitokuwa hata mbeeni pia ni mwenye kurudia nyuma hawataabudu zile maabudu nyinyi. Msimamo ni hunu toka sasa mpaka mwisho. Wala antum abiduna ma, hata nyinyi pia hakuna siku tutawakubalia. Kwa hiyo hali mulio kwenye shirki zenu hatutoweza kuwakubalia ati munge kwenye Uislamu umoja na mbaki kwenye ushirikina. Lakum dinukum waliyadin, ninyi andamani mwendo wenu na mimi tabakia katika mwendo wangu. Huo ndio msimamo wa mwisho. Kwa nusu mambo ya nusu mkate hakuna katika swali hili kwenye Uislamu. Ima muwe Waislamu kikamilifu, ima mubaki kwenye ukafiri wenu kwa uamuzi wenu wenyewe. Hatuwalazimishi kuwatia kwenye Uislamu, lakini kuingia gumoya au gumoya kule, hilo halitopatikana. Sura inayofuatia surati Nasri, idha jaa. Hii ilikuwa ni bishara kwa Mtume sallam, na sahaba mmoja alipoteremka aya hii alilia sana, ambapo ni Abubakar Siddiq kalia mno. Watu wakashangaa, Abubakar unamhulia wewe? Na fil hali sura imetoa bishara ya Mtume sallam kupata ushindi na kupata fathi, wewe ulia kufurahi. Akawaambia, mimi nimefahamu sabuni nyingine hasa, nimefahamu kana kwamba hii sura ni ujumbe kwa Mtume kwamba haya Muhammad, keti tayari, siku zako zimekwisha, uweze kufanya kazi imalizika, sasa ndio zako kupumzike kwa Mola wako. Hicho ndio nilifanya nilie. Idha jaa nasrullahi wal fath, Muhammad yaambia Mtume itakapokuya nasru ya Mwenyezi Mungu na fathi. Nasru ya Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu kunusuru Uislamu na kukapatikana fathi Makkah. Fathi hapa kusudiwa fathi Makkah, ule mui ambao yeye alitoka kiza usiku wa siri, ruhu mkononi, aisi sasa enda kizunguka nyuma, lakini mui ule alautoka namna hiyo akarudi kuingia kama mtawala wa mui kwa dhahiri shahiri mtana, na wote wale waliokuwa ni zito za kumpinga wakawa watu wema, hawana la kufanya, wanaamishia zito atini, ngoja amri tatolewa amri gani. Hiyo ndio fathi iliyokusudiwa hapa, fathu Makkah.
Na itakapokuja hiyo nasrullahi na fathu Makkah, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na ukaona watu sasa kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu mapote kwa mapote, badala ya kupita siku kasilimu mtu mmoja wawili, yani mmoja kwa siri siri kwa Darul Arqam, kama sura iliyokuwa mwanzo wa Uislamu. Ukiona sasa mambo yamekuwa yadkhuluna fi dinillahi, watu tapilia kutoka watokako wote makundi kwa makundi kwa kutapilia kusilimu. Na hili litokea baada ya fathi Makkah, kwa sababu watu wote walikuwa wakiangalia Makkah. Maana yake ndio mahali palompinga sana Mtume sana, wakawa huangalia Makkah. Ile itakapokuwa kwa Makkah imeserenda, basi kuna haja tena kushindana sisi. Hiyo Makkah yenyewe ilikuwa ndio kitwa cha upinzani, yeye imeinua mikono imekuanda Muhammad, basi hakuna lolobakia hivi nasi ni kunyosha shingo tukaingia katika watu wake. Na hiyo utakuta mfano wenye kupindua serikali, utapilia capital city mwi mkubwa, kisa kushika mwi mkubwa na ile zototo zote handama mai, lakini ukiwa utapindua kote kwa mwi mkubwa huyo ushika, itakuwa bado huyatawala. Kwa hivyo Makkah ilikuwa ni nusuri kubwa sana kusalimu amri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kikisa Makkah kunyosha shingo hakuna lubakia tena katika ushindani. Makundi kwa makundi walikuwa wakitapilia kuingia kwenye Uislamu. Ukiona hayo imekuwa nasra Mwenyezi Mungu imekuja, fathi Makkah imetimia, watu sasa wamekuwa waingia kwenye dini kwa majopo na magengi na makundi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, wakati hono sasa msabih mola wako na umuombe maghfira, innahu kana tawwaba, kwa hakika yeye wakati wote ni mwenye kukubali tauba. Mtume salama kama tui wao, Mungu amemwambia unakusamehe madhambi yako yaliyotangulia, matakadama min dhanbika wa mata. Lakini hii kufundishwa watu, mtu akipata neema, akipata ufanikiwa, asimsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumbuka hii ni katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nami na wajibu wa kuishukuru neema kama hii. Sura ifuatiao ni Tabbat Yada. Tabbat yada Abi Lahab wa huwa Abu Lahab, kama Waarabu wanao, wa dhulmu dhawil qurba ashaddu madawatan min waqi alhisam almuhannad, mtu kutendwa maovu na alio wake uumiza zaidi kuliko kukatwa kwa panga. Yani mtu wako wa karibu kabisa akawa ndio kinyume chako, wewe hukuumiza zaidi kuliko kushikia kinyume na mtu wa mbali. Sasa Mtume hakuwa na mtu wa karibu kama Abu Lahab, yani ndiye babake kabisa, Abu Lahab bin Abdul Muttalib na Abdullah bin Abdul Muttalib, lakini ndio alikuwa ushishie bendera ya kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si peke yake, na mke wake naye pia kawa ni mkao hono. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha hii aya kuweka mambo wazi kwamba kule kwa mtu ni mtu wa fulani kwa nasaba haimsaidii ikiwa nyendo zake si nyendo za kisawasawa. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, katika matumizi ya lugha ya Kiarabu kuna utaya kiungo wakimkusudia mtu mwenyewe mzima. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na yeye mwenyewe kwa jumla imeangamia. Kwa sababu yale yake alikuwa akiyafanya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanzo Mtume sallallahu alimwambia wanzir ashirataka alaqrabin, mwanzo Mtume alipokuwa utume, kabla hayawalingania watu wa mbali, aliwaamkua watu wake wa karibu, kama alimwambia Mwenyezi Mungu wanzir ashirataka alaqrabin. Alipoanza kudhihirisha dawa wasiri, alikuwa akiwalingania watu mbalimbali moja, alipoambiwa sasa fasda bima tumar wanzir ashirataka, nena wazi sasa. Kwa kwanza aliwakusanya hawa jamaa zake Banu Hashim na Banu Muttalib, kawalingania mahala, kawamkua wote, akawaambia ujumbe wake. Basi Abu Lahab ndio wa mwanzo kuinua mkono, tabban laka ya Muhammad, ali hadha jamaatana, Muhammad, wanakuangamia wewe, kutukusanya sisi kwa tuwatisha mashughuli yetu kwa upuzi hunu yao, yani kutuambia haya. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
hakuridhika, akamtetea Mtume akateremsha sura hii, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hayakumsaidia chochote mali yake aliyokuwa nayo wala tumbo lake. Baadhi mufassirini wa tafsiri tumbo lake hapa yani wanawe vijana zake waliokuwa nao kumsaidia kitu, pamoja alikuwa unao vijana wa kiume ambao walikuwa ndio akiba kubwa ya mtu wa kihono, wana wa kiume. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hayakumsaidia kitu mali yake wala wanawe au wala kitu chochote alikuwa amekituma. Mwisho wake sayasla naran dhata lahab, atakwenda kuingia katika moto wenye mroromo. Siepweke wa mraatuhu, na mkewe, hamalat alhatab, ambao kwa shughuli yake ni kuangata tita la kuni. Tita la kuni hapa ni metafo, yani huyu mwanamke kazi yake ilikuwa ni kuandama watu kwa fitina, mchuchuchu kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno ya fitina, kuwatia watu wawe dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kampeni kuwageuza watu wawe ni mkao wa mumewe Abu Lahab dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mwenyezi Mungu kampaina hamalat alhatab, mwenye kuangata tita la kuni. Zamani kabla Uislamu Waarabu walikuwa na ada hiyo, kiwa mtu ni fatani, ni mtu wa chuchuchu hapa na pale kuunganisha watu, alikiamkuliwa hamala, kama ambao tukuzie tita la kuni saa zote hiyo washa moto. Fi jidiha hablu min masad, kwa hiyo mwanamke atakapokuwa kwa motoni na kwenye koo yake, shingo yake kutakuwa kuna ukambaa wa lifu. Yani lifu ni kitu waka haraka sana, kwa hiyo adabu yake ziada motoni, yuko motoni na ukambaa atakakuvishwa nao ni ukambaa wa lifu, mara moja uteketea, mara kwa mara uteketea, ili adhabu zili kuwa kali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mifano kwenye Qur'ani ya kuonyesha kwamba mtu ni nafsi yake mwenyewe, wala taziru waziratun wizra nafsi. Ametuletea mfano wa Asia mumewe alikuwa ni yule ana rabbukumul a'la Firaun, lakini kwa kuwa ni mke wa Firauni haikumdhuru yeye, maadamu msimamo wake ulikuwa ni msimamo wa sawa sawa. Akatuletea mfano wa wake za mitume, Nabii Allah Nuh, Nabii Allah Lut alayhi wasallam, mitume wakubwa watukufu. Nuh ni katika wale na rusul, lakini mke wake pamoja na kwamba alikuwa uozewe na Nuh haikumsaidia kitu kwa mumewe Nuh. Kwa kila mtu kafawa na amali yake, kila mtu atume amali yake. Ule hakudhurika kwa mumewe ni kitu cha makafiri ambao ni Firaun, na hawa hawakunufaika kwa kuwa waume zao walikuwa ni katika mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii haya ni mafundisho Mwenyezi Mungu ametuletea tuifundishe na sisi kwamba mtu asitegemee kwamba mimi kiolewa na fulani basi kama kwa kitolewa ngano, mtu kiolewa na fulani basi huyo hangi motoni. Huyu aliitwa Ummu Jamila, nadhani Ummu Jamila lake mke wa Abu Lahab, ambao yeye na mumewe wote walikuwa chama kimoja. Mumewe ni muovu na yeye alikuwa kumsaidia mumewe kwa uovu wake. Sura nyingine ambayo yafuatia tutapile wakati kukamilisha inshallah ni Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ambayo hii iliteremka jawabu kwa mushrikina wa Makkah. Mushrikina wa Mtume sallallahu Muhammad, ila sif lana rabbaka, tuelezee huyu Mola wako ambao wewe wataka sisi tumwamini tumwabudu yeye, tuelezee ukieye umbo lake sampuli gani, tuelezee. Lakini wewe si waona masanamu hawa mwenye matomane mwenye maguu matatu wote uwaona, na huyu wako tuambie nasi ila kumfahamu. Mwenyezi Mungu kateremsha jibu hili lifuatalo: Qul, waambie Muhammad, huwa Allahu ahad, yeye ni Allah tena mmoja tu, hakuna mwingine. Katika sifa zake Allahu Samad, yeye huyu Mungu ni mwenye kutegemewa na wote, viumbe wote mtegemea, zilio hai isokuwa na uhai, kila alichokiumba cha mtegemea, hakuna haikwasishao akawa hamhitaji Mwenyezi Mungu. Lam yalid wa lam yulad, sifa yake nyingine
yeye mwenyewe hakuzaa na wala yeye hakuzaliwa, yani hana mfano wa kitu kio. Walam yakul lahu kufuwan, hana yoyote alinganao naye, yani hakuna uwezo kuwa na huyu kama Mungu. Yani walikuwa hawawezi kueleza zaidi hapo. Sif lana rabbaka, kaambia basi Mola wangu namna hilo sura hiyo. Qul huwallahu ahad, ni pekee yake yeye, hana msaidizi, hana mshirika. Allahu samad, yeye hategemei chochote, bali yeye hutegemewa yeye kwa kila kitu na watu wote na ziumbe zote. Lam yalid wala yulad, hakuzaa wala yeye hakuzaliwa. Kama wanenao Mayahudi Uzair ibn Allah na Wanasara kunena Almasihu ibn Allah, si namna hiyo kabisa. Na hawa pia walikuwa kinena kina malaika ni binti za Mwenyezi Mungu. Mushrikina imani yao walikuwa wakiua kwamba kuna ziumbe kula malaika, kinena malaika banatullah, ni wasichana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiwa na wasichana bila shaka walikuwa na mamao. Ni hizo sampuli za shirki. Mtume salama akaambiwa afafanue sifa ya Mwenyezi Mungu, tauhidi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Hii sura pamoja ufupi wake, mtume unena mwenye kusoma sura al-Ikhlas ni kama ambao amesoma thuluthi ya Qur'an. Qur'ani imezungumzia mada tatu, ina mada za ahkam, ina mada za tauhid na ina mada ya akhbari nyingine. Sasa hii Ikhlas hii ndio izungumzao tauhidi kama namna inatakaniwa. Ndio mtume akatwambia thuluthul Qur'ani ni sura al-Ikhlas, yani mafundisho kwenye Qur'ani thuluthi yake yote yapatikana kwenye sura al-Ikhlas. Ndio mtume akaona kwamba mwenye kusoma sura al-Ikhlas kupata thawabu kama za mtu aliyosoma thuluthi ya Qur'an. Sasa usinione mimi nataka kusoma swafu mzima, kusoma mara 3, basi mimi kusoma swafu mzima unitosha. Utakuwa kama ule bwana mmoja alikuwa darasani akasikia fadhila za kufunga siku ya Ashura. Siku ya Ashura. Basi kafunga yeye mpaka saa 6. Saa 6 kafungua somo. Kaambia mimi nusu mwaka unitosha. Sina haja ya mwaka nzima tena. Katika hono nusu mwaka Ramadhani imo ndani. Bize kuitia. Sura mbili zinafuatia za kumalizia hizi hamkuliwa, kila sura ina aina lake, lakini kuna aina moja la common zote mbili, kula al-muawwadhatani, yani kinga mbili, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtereshia Mtume sallama kwa kumwambia aswane na maneno hayo. Haikuanda a'udhu birabbil na yake soma yao ya masahaba ambia Rasulullah, mbona unanakul na wewe ndio unenao? Kwambia mmeambiwa yao, mimi unena kama sura ile ambao nimeambiwa. Qul, nena ya Muhammad, a'udhu bi rabbil falaq, mimi nailinda kwa Bwana wa muanga, yani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndiye anayeta mwangaza baada ya giza. Min sharri ma khalaq, nailinda kwa Mungu huyu na shari ya kila chochote ambacho Mungu amekiumba, na kila kitu kimeumbwa na Mungu, ikiwa kina shari lolote mimi nailinda na Mwenyezi Mungu. Kitakachokuwa, kiwa ni mtu, kiwa ni kiumbe mwingine, kiwa ni nyama, kiwa ni chochote ambacho mikiumba Mungu na zote zimeumbwa na Mungu, basi shari lake lolote mimi nailinda nalo kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, kadhalika nailinda na usiku wakati ukitanda kiza chake. La mwisho, wa min sharri nafathati fil uqad, kadhalika nailinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na nafathati fil uqad. Nafathati fil uqad wanazona tafsiri mbili hapa. Wako wanenao hapa kusudiwa wanawake ambao walikuwa ni waganga, wakifanya makidai ni waganga, wakifanya mambo ya kupuliza katika yale mafundo yao. Wakati ukimfunga mtu kupiga fundo kisha kupuliza, mambo yao ya kishirikina na itikadi zao. Tafsiri nyingine wanaona la, hili si hiyo, haikusudiwa hiyo. Nafathati fil uqad imekusudiwa watu ambao wanaovunda mahusiano ya watu,
Uqad ni makubaliano, hata nikah ndio hiyo uqdi nikah, sio uqdi, kila makubaliano baina maingiliano, muamala. Sasa hawa ni wale watu ambao kazi yao zunguka na fitna, kugonganisha mume na mke, kuwateshanisha marafiki, kuwatenganisha ndugu, kwa neno ambazo za fitna. Hiyo tafsiri nyingine. Nafathati fil uqad, wana ni watu hao, wakiwa ni wanaume, wakiwa ni wanawake. Wala mwisho, wa min sharri hasidin idha hasad, na unene pia na ilinda na madhara yoyote ya hasid inde atakapo kuhusudu. Masala ya hasadi haya ni masala ambayo hayatabiriki kwa akili zetu. Kuna mambo yapo ulimwenguni na yashuhudiwa athari zake, lakini huna namna ya kuweza kuyaeleza. Ni mambo kama ya zitandawili, ni puzzles. Kwa mfano, kuna kitu wakizoma kuliwa telepathy. Telepathy hii ni jambo kutokea kwa baadhi ya watu. Mtu uko magharibi, mwiko mashariki, huyu kanena na ule akamsikia kule, hakuna pokea. Ni kitu kiko, fanyani kuangalia katika Google neno telepathy, utaona ni kitu gani utokea. Kitu kiko na watu wamekikubali, lakini hawahisi kufanyika hivi. Hao wana sayansi wakubwa kwa hawahisi mpaka hiyo telepathy hutokea kila mmoja kubali. Hata Sayyidna Umar katika uhai wake iliwahi kumtokea hii wakati mmoja. Alikuwa akihutubu Juma Sayyidna Umar. Katika khutba mara amekata khutba, kuja wewe ya Saria aljabal. Watu wakashangaa, nani Umar kwa nimetoka kwenye mada ya khutba? Akimaliza sasa akamwambia, mimi nimesikia sauti Saria, yani nimemuona. Saria alikuwa ni kiongozi wa jeshi amekwenda jihad. Sasa Sayyidna Umar pale mimbarini kaona kwamba ule wao maadui kumzunguka, akapiga yowe ya Saria aljabal, ewe Saria atapiga jabalini ukasalimike. Na ule kasikia ile sauti. Sasa aliporudi akanena kweli, tarehe fulani katika dhana nisikia mimi sauti ya Amirul Mu'minin akiniambia ya Saria aljabal, na hakimbilia jabalini na wakasalimika. Hata kwa wasoko Waislamu mambo hayo hutokea. Hakuna telepathy. Telepathy ni mambo yako na hawana taawili yake, huwa iye kitu gani ufanyika hii au kuna hiyo. Kwa hivyo ikitokea isunena ni karama, mumkin karama za Mwenyezi Mungu. Hata kwa wasoko Waislamu nao pia hutokea mambo kama hayo. Imewahi kutokea, ukifuata hilo neno ukaenda kuangalia telepathy utakuta namna hiyo. Kuna mengine na hypnosis. Hypnosis hii ni uyuzi wa mtu aweza kumwambia mwende alale, akamwamsha kulala na ule kalala. Ampi kidonge kumiza wala chochote. Yani yao. Katika miujiza mambo ya ajabu. Kamwambia lala. Na hutuli alikuwa kitumika, sasa yao imekataliwa. Yalikitumika zamani kama ndia moya ya kuwatibu watu wenye matatizo ya kisaikolojia. Akisa kulala, leo mwambialo wewe litamgia kwenye akili yake. Leo mwambialo, ukisa kumlaza, wewe huna neno, maradhi yote mzikutoka, uko sawa. Akiinuka atainuka, ule wasiwasi aliokuwa nao wote umekuja. Sasa kwa watu tumia makosa kumlaza mtu, sokamwambia nena password yako, nena pin namba yako, ikapiga marufuku. Lakini ni jambo liko, telepathy iko na hii nyingine hypnosis. Angalia ni hypnosis, neno hypnosis. Kwa hiyo yako mambo ulimwenguni yapo na watu hawahisi kutokea iye, wala sababu zake ni zipi. Moja wapo ni jambo la hasad. Hasad ni jambo linalojulikana kwamba lipo, lina athari zake. Na kwa Muislamu yatakikana aamini leo min sharri hasidin. Kisha kuikinga kwa hilo, wewe ukiamka asubuhi zikumange muawadhataini, basi umeweza kutegemea nuru, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi, hakuna la kukupata. Yote mambo yote ni katika amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sura ya pili ni Qul a'udhu birabbin nas, ambayo imeanza namna hiyo hiyo. Qul, nena Muhammad, a'udhu birabbin nas, mimi nailinda kwa bwana wa watu ama kwa mlezi wa watu. Ndio kusomeshwa zamani ambiwa Rabbi, Mwenyezi, ila alamin wa ziumbe pia Mwenyezi, Rabbi. Hata neno tarbia limetoka neno hili Rabbi, mayezi.
Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndiye mwenyezi wa wote, wema wao ni yeye. Qul, nena Muhammad, a'udhu bi rabbin nas, mimi nailinda kwa Mola wa watu, malikin nas, ambaye ni mfalume wa watu wote, ilahi nas, na ndiye Mola wa hakika wa sawasawa mwenye kuabudiwa. Nailinda kutokana na kitu gani? Min sharril waswasil khannas, nailinda kutokana na shari la mwenye kutia wasiwasi al-khannas, ambaye kitawa Mungu ukimbia kurudia nyuma. Kina ambaye sasa kwamba kumbia ni shetani rajim, ndio wewe sasa na shaytan waidha ni nazu fasta'id billahi wa yamsaska, nisahau ile aya, lakini nikikupata pepeza za shetani wewe pia a'udhu billahi min sharril waswasil khannas, nailinda na shari la huyo waswas mwenye kutia wasiwasi ambao hurudia nyuma wakati mja akimtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani dawa yake huyu ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu, alladhi, ambao namna yake yuwaswisu fi suduri nas, kutia wasiwasi katika nyoyo za watu. Na hawa wako makundi mawili, minal jinnati wan nas, katika majini wako na katika wanadamu, lakini uwezo wao mashaitani kwa binadamu ni wasiwasi, kuna la zaidi. Mungu hakuwapa uwezo wa zaidi ya hapo, ni kuwatia wasiwasi katika akili zao, katika nyoyo zao, wakawa huwazahili na lile, wakaamini hili na lile, lakini hawana uwezo wa ziada ya hapo. Biasali yao yote yale ni itikadi zetu tu ambazo hazina ukweli wowote, wala hazina msingi. Yale ni maradhi. Mara nyingi hao wenye marohani wapandao wazuka ni maradhi ya kisaikolojia, aghlabia ya yote ya takriban. Shetani kazi yake ni kukutia wasiwasi, na kuna maradhi ya wasiwasi aina mbali sampuli tofauti. Mtu utosha kwamba ni wasiwasi, afunge duka, atie kufuli, atie fungo mfukoni, asikilie nyumbani, isa arudi sikufunga. Angalia uivu tayari kufuli. Utosha ni wasiwasi. Tamkuta mtu uswali Allahu Akbar, Allahu Akbar mara 5 6 kuja takbiria sala tu. Mungu amrahamu, kuna mzee wetu amekufa sasa, alikuwa akitengene uswalisha Sheikh Bilal. Basi mpaka sisi kuanzia jana kwa darasa uteka sura leo funga swala mara 7. Basi siku hiyo mmoja nikamshopoka ile ya 7 kinyama sobo kambuke, yani mzeko, yani wasiwasi wao. Wengine wasiwasi wao huosha mikono kutwa, yeye huosha mikono ona haiosheka, sabuni umalizika mikono haiosheka. Ni maradhi yako, ni maradhi za kutibiwa. Kwa hivyo hiyo inshallah tutakomea hapa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa tumeafikiwa juzu ya ama tumepakawana nayo, tumemaliza kwa ni mbio lakini tumemaliza. Kesho Juma hatuna darasa, ikifuma Juma tutaendelea na darasa kama kawaida, na tutakuwa na sura al-Fatiha kiasi bado tunafikiwa. Watatoa hizo zilizobaki mpaka kiasi katika fiqh ile ngoa au banana yuzi bali ni wata Jumatatu. Katika somo zilizoviwa zilizoambiwa tusizifunge sasa. Kuna zile tuliotaja kufungwa, ziko na somo tulioambiwa tusifunge namna hiyo. Moja wapo ni annahyu an sawmi aljumaa munfaridan. Imekatazwa katika Uislamu mtu kufunga somo tatawwi, somo tu mwenyewe kwa raha zake, akatewa juma siku ya juma. Yaani somo haina sababu yote, kanena tu nimeamua kufunga, akafunga juma pekee haitakikani. Ya hadithi kana Abu Huraira anena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasuma ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma qablahu au yasuma ba'dahu, na sifunge mmoja wenu siku ya juma ila awe amefunga kabla ya juma ni Hamisi, au afunge juma na mfuma juma Jumamosi. Hii kwa sababu kwa sisi hukusu siku moja akafanya ibada baada maalum, wakafanya Jumamosi, wengine Jumapili, hiyo tu ndio ibada yao. Sasa Waislamu watakikani waifananishe na wale kutenga kwamba juma ndio siku
afunga ni juma tu. Hii tunazungumza saumu ambayo haina sababu nyingine, mwenyewe tu ataka kufunga kwa raha zako tu. Usifunge juma peke yake, kuna katazo hilo. Na pia hadithi nyingine inapokewa na Abu Hurairah, Mtume anena la takhussu lailatal jum'a biqiyamin min bain al-layali wala takhussu yawm al-jum'a bisiyamin min bain al-ayyam illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Msiutenge usiku wa kuamkia juma, yani kama Hamisi ya usiku, ikawa wewe qiyamul layli yako ni Hamisi mpaka usiku, mpaka Hamisi, kuna swala nyingine ya tahajjud wala ngoja Hamisi mpaka Hamisi, usiku wa kuamkia juma. Msifanye namna hiyo, msikhusu usiku wa juma peke yake, tanganya na siku nyingine, ima baadaye ama kabla yake. Wala takhusu yawm aljuma, wala msiukhusu mtana wa juma bisiyami min bainil ayyam, kufunga katika mitana mingine, kwa juma tu ndio siku yako ya raha yako ya kufunga. Illa an yakuna, isipokuwa iwe fi sawmin yasumuhu ahadun, ni somo ambao mtu una ada kufunga kaswalifu juma, funga. Pengine imeswalifu ni Ashura, wewe ufunga Ashura, ni Arafa, imeswalifu juma, hapo utafunga hiyo juma tu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As amalena anna Rasulullah sallallahu dakhala ala Juwairiya binti al-Harith, Mtume aliingia nyumbani kwa Juwairiya binti al-Harith, wa hiya saima fi yawm al-jum'a, na mwanamke Juwairiya alikuwa amefunga na ni siku ya juma. Faqala laha, Mtume akamwambia asumti amsi, mwanamke wewe jana walifunga? Qalat la, jana sikufunga. Faqala, Mtume akamwambia aturidina an tasumi ghadan, una nia kesho kufunga tena? Qalat la, akamwambia nifunga leo tu, mwenyewe nimependa leo. Qala faaftiri, akamwambia jana kufunga, kesho utakufunga na leo usifunge, fungua siku ya juma peke yake usifunge. Wakhtalafa ulama, wanazuoni tofautiana kuhusu katazo hili, hali nahyu an siyami al-karaha am litahrim, huku kuambiwa mtu asifunge juma peke yake ni kwa kuwa si uzuri tu ama ni haramu? Ukiambiwa ni haramu utapata madhambi ukifunga, ikiwa ni karaha itakuwa basi utapata madhambi lakini si uzuri. Warajihu, na kauli yenye nguvu katika haya maneno mawili, ni karaha ama ni haramu, annahu litahrim, ili katazo na kuharamisha kufunga juma peke yake. Wayustafadu, na kupatikana faida na ahadith, katika hadithi nyinginezo, jawazu sawmi yawmi juma idha sama yawman qablahu au yawman ba'dahu, ufaa kufunga juma iwapo mtu ametangulia siku moja kufunga Alhamisi au amefunga baada ya Jumamosi. Ama ikiswadifu ikawa ni saumu alikuwa akifunga kwa yaumi Arafa wa yaumi Ashura na namna hiyo, kitu ambacho kilikani ni kuitenga juma peke yake ukaifunga kwa raha zako mwenyewe, juma tu peke yake. Kadhalika lingine ambalo kwamba halitakikani ni siyami yaumi sabti tatawuan, kufunga mfuma juma kwa umependa kufunga tu wewe mwenyewe, ni sunna umependa. Hiyo pokewa na Samma radhiallahu anhu, Samani mwanamke anena, qala Rasulullah anena la tasumu yawma sabti, msifungeni mfuma juma ni Jumamosi, illa fi faridha, illa ikiwa imesalifu ni faradhi, ni faradhi fungani. Wa illa yajid ahadukum illa ud, na hata kama mmoja wenu hakupata cha kuakia ila kipande cha mti tu, illa ud karam, kipande cha mzabibu au lihai shajara au maganga ya mti mwingine, faliyaftura, anafungue somu yake kwa hilo ganda, atafune tu, awe hakufunga Jumamosi peke yake. Labda sababu hapa ni kuwa kwa maana al-karaha tumependelea ni kwa kuwa ayahusa rajulu yawma as-sabti bisiyam lianna al-yahuda yuadhimuna as-sabt, mtu Muislamu asihusu fuma juma kufanya siku yake ya kufunga, kwa sababu Mayahudi fuma juma kwao ni siku adhimu, ni siku kubwa, ndio siku yao ya ibada zao maalum. Waqala an-Nawawi, Imam Nawawi yanena rahimahullah, yukrahu, ni karaha, haipendezi, yani si uzuri, ifradi yawm as-sabt bisawmi,
kuipwekesha siku ya mfuma juma kufunga. Fa insama qablahu au ba'dahu lam yukra, akiwa atafunga siku moja kabla ya mfuma juma ama siku baada ya mfuma juma si karaha, lakini kuitenga tu mfuma juma peke yake ni jambo ambalo kwamba limeziwiwa. Na nyingine ambao tutadupa mengine tutamaliza ya mwisho, nahyul mar'a an sawmi tatawwu'i illa biidhni zawjiha. Mwanamke ni mahasa kwa mwanamke maalum, especially katazo kwa wanawake. Nahyul mar'a ni kuzibiliwa mwanamke taban mwenye mume, an sawmi tatawwu'i, kufunga saumu ya sunna, illa biidhni zawjiha, ya sunna itukieo asifunge ila apate kibali cha mumewe. Mwanamke yani mke na mke tajulikana mwenye mume, mke hafai kufunga somo ya sunna ila apate kibali cha mumewe. Dalili yake ni hadithi ya Abi Huraira inayo, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumil mar'atu wa ba'luha shahidun illa biidhnihi. Mwanamke mke nasifunge iwapo mumewe uko muini, yani hako safari, uko muini, ila kwanza atukwe ruhusa mume wake. Yani mke uko muini na mumewe uko muini, ataka kufunga kwanza na sifunge mpaka atukwe ruhusa. Kwa wewe bana, kesho mimi lazima kufunga, wewe na yeye sio kaninukia mtana saa 5 au saa ngapi, takuna haribu somo yangu. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine ya hadithi nena, la yahilu lilmar'a an tasuma yawman tatawwu'an fi ghairi Ramadan wa zawjuha shahidun illa biidhnihi. Jambo halikubaliwi kwa mke kufunga hata siku moja, kufunga saumu ya sunna ya khiari, yani ambayo si Ramadhani, na mumewe uko muini, ila tukwe ruhusa kwa mumewe. Sasa kutegemea hili kwamba uko muini, ina maana wa ala hadha fayajuzu, ufaa antasuma, mwanamke afunge, mke afunge wa huwa ghaibun, iwapo ule mume hako muini. Yani hapo takuta ila au sababu ya kwamba asifunge kwa mumewe kwa muini, na wakati wote ule mume aweza kumtaka ule mke wake. Sasa kapokuya wewe akiiza ule mwanamke atakuwa nzita, mimi nimefunga mwenye kupaa kutoka asubuhi, saa hizi haki yao kuniharibia somo yangu saa hizi, lakini ndio sababu ya kutenda uma unakuwa meno unakuwa makonde. Kwa hiyo tumsema mapema katahayua tabia zetu, sura tulio mara mtu zimempanda tuataki kusikia dua. Kwa hiyo qala Abu Zara huyu katika kufafanua hii hadithi nena, wa fi maana ghaibatihi, pia hutukuliwa ni kama ambao ule mume hako kaunuhu, kuwa ule mume la yumkinu tamattu biha li nahwi marad, uko kweli lakini uko tu ni kivuli, anawezalo, yani hanawezalo ima kwa utu uzima kupita kiasi ama kwa sababu ya maradhi, uko alhamdulillah hakuna mahala. Lakini ile sababu ya kuambia mke asifunge kwake hakuna, haipo, hatakuwa na haja na mke wake wakati wa mtana, wala licha mtata usiku huwa hana haja naye. Basi ukiwa namna hiyo ni kama ambao hako mwanamke aweza kufunga. Kuna bwana mmoja alikuwa na mke wake wakiteta kama sio kawaida tuliwao majumbani, kukosekani tetwa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake wakati mmoja walimpiga zita kwa umoja wao mwezi. Sasa bwana akaoteza mke wake usiku patana, akaendelea namna hiyo, nyaka zikapita, alhamdulillah hawakuatana. Wakakisa kasikia kipindi wakiteta, ule bwana hutukua muda mrefu kupatana, kurudia nyuma kupatana ule mke wake. Ule mwanamke kamuuliza, akakosa budi, akamwambia bwana, nakuuliza, sisi tulikuwa huteta huko tutokako huteta, lakini siku 2-3 tumepatana. Sasa huteta mwezi upita hatupatani, ni yeye ambaye una habari wewe, ule aloko hutupatanisha ufie. Yani lile ndio kimsukuma yeye mume kwenda kurai na kuangukia kutakupatana, haiko tena ile haja. Kwa hivyo pata tuendelee hapo. Mwenyezi Mungu tuwafikie inshallah. Kuna mtu na swali?
Amu TV, the stories behind the scenes.